Ninakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi, na leo ikiwa ni Oktoba 30 ya mwaka 2023. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Tunakushukuru kwa sababu ya uwepo wako maishani mwetu. Tunakushukuru kwa namna ambavyo umeendelea kumuongoza kila mmoja ambaye analisikiliza somo hili asubuhi ya leo. Ikiwa yuko mgonjwa kati yetu, tunamkabidhi mikononi mwako kwa maombi yetu, tukiamini kwamba hata yeye utamfanyia uponyaji. Na ikiwa liko jambo mtu fulani anatamani kushirikisha asubuhi ya leo, kwa sababu ya ibada hii tunayoenda kuifanya, Baba, na neno utakalolisoma, fanya uponyaji kwake na jina lako litukuzwe, kwani utadumu kufanya hivyo na kuzidi, katika jina la Yesu Kristo. Amina. Somo la leo linasema Mwokozi anayesamehe dhambi. Ni somo ambalo limejengeka katika kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya kwanza na ile aya 9. Neno la Mungu linasema, tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Mungu hakatishwi tamaa na kutuacha kwa sababu ya dhambi zetu. Tunaweza kufanya makosa na kumhuzunisha Roho wake, lakini tunapotubu na kuja kwake kwa mioyo yenye toba na unyenyekevu, hata tutupa na kutuacha kabisa. Kuna vikwazo ambavyo lazima viondolewe, hisia mbaya zimepaliliwa, na kimekuwapo kiburi, kujitumainia binafsi, kukosa uvumilivu na manunguniko. Yote haya yanatutenga na Mungu. Lazima dhambi ziungamwe. Lazima kuwepo kazi ya kina zaidi ya neema moyoni. Wale wanaojisikia kuwa dhaifu na kukata tamaa wanaweza kuwa wanaume na wanawake imara na kutenda kazi njema ya Bwana, lakini lazima wafanye kazi kwa mtazamo wa juu zaidi. Inapaswa wasisukumwe kwa nia ya kichoyo. Ni lazima tujifunze katika shule ya Kristo. Hakuna kitu kingine isipokuwa haki yake kinaweza kutupatia haki ya kupata hata mbaraka mmoja wa agano la neema. Kwa muda mrefu tumetamani na tumejaribu kupata mibaraka hii, lakini hatujaipokea kwa sababu tumepalilia wazo kuwa tunaweza kufanya jambo fulani. Tunaweza kufanya kitu fulani ili tustahili kupata mibaraka hiyo. Hatujaacha kujitazama wenyewe, tukiamini kuwa Yesu ni Mwokozi aliye hai. Hatupaswi kufikiri kuwa neema na matendo yetu wenyewe yanaweza kutuokoa. Neema ya Kristo ndiyo tumaini letu pekee la wokovu. Kwa njia ya nabii, Bwana anaahidi, mtu mbaya na aache njia yake, na mtu asiye haki aache mawazo yake, na amrudie Bwana, naye atamrehemu, na arejee kwa Mungu wetu, naye atamsamehe kabisa. Isaya 55 na ile aya 7. Ni lazima tuamini ahadi iliyo wazi na tusikubali hisia badala ya imani. Tunapomtumaini Mungu kikamilifu, tunapotumaini matendo mema ya Yesu kama Mwokozi anayesamehe dhambi, tutapokea msaada wowote tunaohitaji. Tunajiangalia wenyewe kana kwamba tuna nguvu za kujiokoa wenyewe, lakini Yesu alikufa kwa ajili yetu kwa sababu hatuna uwezo wa kujiokoa wenyewe. Katika yeye ndiko kuna tumaini letu, kuhesabiwa kwetu na haki yetu. Hatupaswi kukata tamaa au kuogopa kuwa hatuna Mwokozi au kuwa Mwokozi wetu hana mawazo ya rehema kwa ajili yetu. Wakati huu anaendelea na kazi yake kwa ajili yetu, akitualika kumwendea katika hali yetu ya unyonge ili tuweze kuokolewa. Tunamkosea heshima kwa kukosa imani kwetu. Katika sehemu ya tafakari zaidi, mwandishi anauliza swali hili: nini dhima ya hisia katika uzoefu wangu wa kiroho? Nawezaje kufanya imani badala ya hisia kuwa chimbuko la matendo yangu? Mpendwa mfuatiliaji wa masomo haya kesha la asubuhi, na kwa nukta hiyo ndio tunafikia tamati ya kipindi cha kesha la asubuhi siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nawe sasa na hata milele. Amina.